Kwa jina naitwa Kawambwa Amili Rashidi, mkazi wa Bagamoyo. Nimezaliwa Vingunguti Kombo, na umri wa miaka 45. Nimezaliwa mwaka 1980. Nimeendeleza elimu yangu, nimeishia darasa 6 kwa ajili ya kukaa maskani. Ujana ulikopo mwingi, usela mwingi. Nikaanza kuvuta kwanza bange, kuvuta bange nikakaa, nikaachana na bange kana baada ya nitoshelezi, nikaingia katika makundi ya kuvuta unga, nikaja nikavuta unga. Mara bahati nzuri ndio nikaanza tongamano la kuingia misadoni, kuingia misadi. Mfano, hebu tupitishe pale wakati unasoma, wewe umejikuta umeingia kwenye makundi ya kutumia unga kipindi gani? Kipindi cha kutumia unga mimi nimeingia mwaka 90 kama na 4 hivi au na 5. Maana ndio kipindi hicho tena shule, yani mimi ndio nilikuwa naelekea mwishoni kumaliza darasa 6 kuingia darasa 7. Ndio nilipoanza kuingia kuvuta unga na kuachana tena na shule kusoma, nikaasi nyumbani kuishi familia, nikaachana nayo. Ikawa mimi mtu wa kukaa maskani vijiweni. Kwa nini shule ukupenda? Shule nikoposipendi, yani kwa ajili ndio hivyo vishawishi, yani tukapokuwa tunavovuta bangi, yani tunashawishiana tu kwenye kutafuta hela. Mimi kabize sana kwenye kutafuta hela, ndio hivyo imesababisha mpaka shule. Wewe ulikuwa na ndoto za kwenda wapi? Mimi nilikuwa na ndoto za kwenda Ulaya, alafu nilikuwa na maisha ya kibaharia, yani nilizamia meli nikaishi Ulaya. Nilijaribu kutafuta hizo nafasi. Nilijaribu. Waje unaweza kutuambia unakumbuka? Nakumbuka mwaka 90 na ngapi? 97. Maana baba alistaafu kazi bandari 95. 97 mimi nilisafiri, nilienda Kenya, nilienda Mombasa, nilikaa Mombasa kule bichi, nayo kwenye maskani kama hivi bichi, kwenye vijiwe nilikaa kama miaka 2 hivi. Uliendaje Mombasa? Mombasa uliendaje? Tulipanda gari da nene, mabasi haya yanaitwa Takwa. Nitafuta nauli mwenyewe? Nauli nitafuta mimi mwenyewe. Na kipindi shawishi cha kwenda Mombasa ilikuwaje? Ndio kama hivyo, yani maisha ya kibaharia, yani maisha ya kibaharia ndio alikopo yamenipa sana kishawishi. Tuko make watu kama watu 3 hivi, niko mimi na kuna rafiki yangu mwingine anaitwa Huseni na mwalimu. Tuko beba mizigo sokoni Buguruni kule. Ndio tunasema basi kama vipi tufanye mpango, yani tubebe mizigo tuweke, alafu tusafiri. Ndio tukaweka hela tukapata, tukasafiri. Hapo mambo ya unga yanaendelea au hapo mambo ya unga yalikuwa bado? Hapo ndo maisha ya kibaharia. Niliporudi sasa kutoka Kenya, hapo nilikuwa na miaka kama 27 hivi au 25. Hapo sasa uko mtaani? Nipo mtaani hapo. Shule tena nishaachana nayo na kila kitu. Ulikuwa unafanya shughuli gani katika Buguruni? Katika kipindi hicho hapo ndo nikapo sokoni Buguruni kule, na beba mizigo badala pale kwenye duka la yule Mwarabu ile, tunabeba mizigo ndani, tunatoa mizigo. Mtu akija kina mizigo tunampelekea dukani kwake. Ndio shughuli nikapo nazifanya kipindi hicho. Ndio tukapata hela tukaondoka Kenya nikakaa kama miaka 2. Kijana wazo wa kwenda Kenya? Hapo mwenzetu mwalimu ndo alisema kwanza, wewe umeshawahi kwenda kufika Kenya kule basi. Mwalimu nini? Jina lake tu alikuwa anaitwa Mwalimu. Jina lake alikuwa anaitwa Mwalimu, au jina lake lingine alikuwa anaitwa Kiguruwe. Anakaa maeneo ya Buguruni Ghana kule. Baki yake alikuwa anakaa Buguruni Ghana, huyo mwingine Hussein alikuwa anakaa Buguruni maeneo ya Tel Aviv. Mimi ndo mkazi wa Vingunguti. Tukatafuta hela tukaweka. Ndio safari yako ya kwenda Mombasa ilikuwaje? Mwanzo mpaka unaenda Mombasa. Safari ndio tumeweka hela, ilipotimia hela tukaenda tukakata tiketi. Kipindi kile pale Kisutu magari ndio yanapaki pale, tukaenda tukakata tiketi pale. Mbona ulikuwaje? Maana hapo kwenda nchi ya Kenya kuna vibali, kuna nini? Sisi tulienda Kistelowei, tulienda bila kibali chochote yani. Fanyaje mpaka mkavuka? Simulie ilikuwaje? Tulipokata tiketi tulimwambia kondakta tu kwa uzuri, bwana sisi nataka twende Kenya, ndio tukatafuta maisha bwana. Maisha ya Kibongo hapa sisi tumechoka kutumwa, na sisi nataka tupate maisha yetu, tuwatume wenzetu bwana, sio kila siku tuwe natumwa sisi. Yani hilo ndio wazo langu, ndio fikira zetu ndio zilivyokuwa hivyo. Basi ilibidi yani kitendo kile au sio bwana. Yule kondakta akatuambiaje, hela mnayo ya kunini mpaka mpate kupitisheni boda? Tukamwambia ndio hela tunayo. Akatutajia Kenyamani kama shilingi 50 hivi tumpe. Kweli tukampa Kenyamani shilingi 50,
Tulipofika watu wote watatu kwa shilingi 50 hiyo hiyo. Kwa hiyo tulipofika kwenye boda la Namanga pale akatuitia msomali mmoja, maana tulifika mida ya usiku kama saa 6 hivi. Ndio akatufikisha boda yani. Tufikisha boda tukaja ngambo ya pili kule tukakaa tukasubiria gari imesachiwa nini kila kitu. Umeona maana ni safari ya kutoka hapa mpaka Kenya lazima kwenye gari yote mtakopo mnajuana, tukawa tunamejuana maana mimi nilikaa na mama kwenye kiti kimoja, siti moja tu wawili ile. Tukawa tushazoeana ni kitu kinua tunagaiana, yani kama ndugu tulivyokuwa tunaishi. Sasa sema sisi tuliwaelezea wote kwenye gari basi akawa watuambia dua. Kweli ile gari iliporuhusiwa kupita sisi tukawa tunaipungia mbele, akataka dereva kutupita. Abiria akaanza kupiga kelele mle, wenzetu, ndo gari kasimama na sisi tukapanda, ndo uzuri wake ndo mpaka tukafika Mombasa. Tumeenda kwa njia ya panya, njia ya Steloway. Tukafika Mombasa. Tukafika Mombasa, tukafikiria Mombasa mlifikia wapi? Tukafikia bichi. Tumefika maeneo moja kwanza tunaitwa Mtwapa. Yani nje ya hapo nene, yani tuseme kama hapa Dar es Salaam hapa. Kwa mbele yake yani kwa nje kidogo kama tuseme Vikisarawe. Pembe ya mji yani Darden State Center pale. Tulipofika hapo maeneo ya Mtwapa tukataka tupange chumba ile ikatuishia. Tukaona sasa tukaona basi twende tukaishi bichi. Ndio kwa nini ile ilikuwa mapema? Si matumizi na hela tukopo nayo iko sio nyingi, ni hela ndogo. Mlikuwa matumizi makubwa au mlikuwa matumizi hiyo ya kubania maana kule chakula na ugali wenyewe wanaita sima shilingi liko shilingi 5. Na silwa shilingi 5. Sasa shilingi 5 ile kama huko ndio shilingi 5. Ndio hiyo iko inatusogeza yani. Hela ilipotuishia ndio tukaanza kutafuta kibarua. Ikawa kuna soko moja inaitwa soko Kongowea. Ile soko la Kongowea ndio tukaenda kubeba mizigo yani. Wenyewe wanaita mchukuzi kule. Mchukuzi ukienda kubeba mzigo ukipeleka sehemu unapewa shilingi 5. Wageni pale walikuwa hawashtuki. Ndio hivyo unakimbizana na maaskari. Ukikamatwa ujinga, yani uzuri wa Kenya ukikamatwa au nini wabaya wake, ukikamatwa unapelekwa jela. Yani kule sio kama huko au tuseme South Africa. South Africa si mtu anarudishwa huko. Kule unapelekwa jela. Ukishapelekwa jela ukishatumikia kifungo chako tayari wanakugia nini permit, karatasi ya kukaa kwao pale muda wiki. Askari kama kikona na ile karatasi anakuachia, lakini wiki ikisha askari anakukamata unapelekwa tena jela. Unaweza kukaa maisha yako akawa jela tu Kenya. Kama mara ngapi? Mimi sema nilikamata kama mara 2 hivi. Na ukakaa jela? Nilikaa. Jela unakaa muda gani? Nilifungwa kwanza kesi ya kuingia, maana niliingia poti yenyewe inaitwa Port Kilindini ile. Uliingia Port Kilindini? Niliingia nilikuwa nataka kwenda kupanda meli niondoke. Umeshatengeneza mpango wenu? Mpango wetu ndio kameshakamilika. Wakati mbeba mizigo, mlikuwa mbeba mizigo ili mpate pesa ya kula, ndipo tupate pesa ya kula tu, sio kuondoka hapa. Tunasafiri. Pale tunapokuwa tunaishi. Alafu mnatafuta namna ya kuondoka. Pale tunasoma shipping, tunaangalia leo meli gani naondoka. Ndio usiku au asubuhi au mchana tunaenda najifisia, tunaingia kimagendo yani kukujificha yani poti kule. Hamkuwa na watu wenyeji labda nini au wenyeji walikuwepo. Sinajua marafiki walikuwepo. Unafanyaje mipango yake? Ndio kama hivyo anatuelekeza tu namna ya kuingia na namna michongo ya utafutaji na upandaji wa meli kule. Wakawa wanatuelekeza. Kabla tujaenda kwenye meli, hebu niambie wakati mnakamatwa pale, labda mkikamatwa wakati mnafanya shughuli sokoni, matukio gani unayokumbuka ukikamatwa kupelekwa jela? Kupelekwa jela ndio kama hivyo, nilipewa kesi kwanza ya kuingia nchini bila kibali. Nikafungwa miezi mingapi? Miezi 3. Nikatumikia Bwana alikuwa anajua? Nyumbani hajui, maana kipindi kile babako alikuwa wapi hapo? Babangu kipindi hicho ndio alikopo Bagamoyo, kashastaafu kazi yani. Alikuwa anafanya kazi wapi? Alikuwa anafanya kazi bandari. Hamna mtu yote alikuwa anajua, maana kipindi kile simu kwanza zilikuwa sio nyingi. Hakuna mtu aliyekuwa anajua. Hakuna mtu alikuwa anajua. Walitafuta mpaka wenyewe tena kama kukata tamaa. Wakajua umekufa. Uliaga ukumwaga mtu yote? Sikumwaga mtu yote. Hata maskani ukuaga? Kwa wenzangu sasa naondoka nao, maana tukapata tumelala hapo kwa huyo hapo Hussein. Huyo Hussein ndo aliaga. Walipokuja ndugu zangu kuuliza, kaambiwa bwana watu wamefunga mizigo yao tu hapa kwa nafikiria si kwenda Kenya, sio mnao na mazo ya kibalia, labda wao wameondoka Kenya. Kwa hiyo wenzako ilikuwaje wao? Na wao waliaga kwao? Yeye Hussein ndo aliaga, pale mwalimu pia alikuwa ajaga. Tulivokaa kule kwanza akaanza kukamatwa wao. Ukamatwa wakapelekwa jela moja inaitwa
Majengo kijela baridi hicho. Pelekwa kule kukakaa, maana nikaja nikakamatwa na mimi. Wewe jela kulikuwa kuna matukio gani ambayo unayakumbuka kule? Jela matukio ndo kama hivyo, usiwe na tamaa cha mtu wala nini, kula ni jali lesheni yako tu. Jela kule na bongo sawa tu. Yaani ukipata lesheni yako nini, kama vile wanavyosema si jela watu na nini wanatenda kutenda tamaa. Ukiwa na tamaa cha mtu ndo watu wanaweza kukutenda. Lakini kama una tamaa cha mtu, unaishi kama binadamu mwingine. Ndio ilivyokuwepo. Mzee wako unasema alikuwa anafanya kazi bandarini, sawa? Ndio. Ukuwahi kuongea naye kuhusiana na hizi safari na ndoto zako za kwenda nje ya nchi? Kuongea naye niliongeaga naye, afu alinikataza, akaniambia mwanangu usiende, lakini mimi nikambishi. Kwa nini ulimwambia nini wewe akakataa? Nilimwambia baba, bwana mimi nataka nikatafute maisha mbele. Usi hapa bwana na maisha yenyewe, kwanza kusoma sijasoma, sina elimu yoyote. Bwana katafute maisha mbele. Pengine huko nitapata elimu ya kusoma na kila kitu na maisha yangu yatakuwa mazuri. Akaniambia ushauri yako bwana, utakapojua wewe mwenyewe maisha, lakini hapa afadhali hapa, lakini kwingine kuna maisha magumu kushinda hata hapa. Niambia utajionea wewe mwenyewe, wewe si mtoto wa kiume bwana, shauri yako kwenda kutafuta. Ukifia huko haya, ukinini haya, ndio uamuzi alichukua yeye babangu. Yaani yeye alikwambia ukifia huko basi ndio mwenyewe. Kama unamwaga hapo au ulikuwa unajaribu kuongea naye? Niko najaribu kama kuongea naye kama masiara vile. Lakini hapo tayari akilini ulishaamua tunaondoka siku fulani. Na mkakati kila kitu tushaopanga tayari na hela nishaanza kuweka. Kweli mpaka siku zile harakati sasa za kujaribu kuingia bandarini na kushinda zilikuwaje? Bandarini kuingia sema maana kuna matobo yametobolewa, kama kuna besi namba 1, namba 2, namba 3 mpaka tengenezwa kabisa kwa ajili ya solo. Sio imetengenezwa, watu wanatoboa kama hivi ukuta vile ulivyojengwa, kuna ukuta mkubwa. Alafu kuna kwa nje kuna kota zao. Watu wametoboa jiwe ya kupita kwa ajili, wengine pengine wezi wanaenda kuiba bandarini. Wengine ndo kama hivyo sisi tunaenda kujificha kwenye meli. Wengine kila mtu yani ana issue zake, yani kuna matobo yametobolewa. Muda mwingine kuna maaskari wanakaa, ndo hapo yani kwa bahati mbaya siku askari kakaa ukitaka kupita unakamatwa, unapelekwa kituoni. Umeona kituo chao wenyewe wanaita polisi Port Kilindini, kesho yake unapelekwa mahakamani ndio unaenda jela kama una permit. Alafu kule yani poti yao kuingia lazima uwe na passport na nini na gate pass lazima uwe nayo, kama una pia kosa, na kama hivyo una passport pia kosa. Ndio ilivyokuwa. Sasa kwa nini wewe ukuwa na vitu vyote hivyo? Ungekuwa na nafasi labda ya kwenda mbali. Harakati za kufuatilia nafuu, unajua elimu tena niko sina, na ile mambo ya ujinene vishawishi vingi. Tufanye ni haraka tuondoke bwana, tanini vipi? Bandari sasa tukafuatilia. Nilipokamatwa ndo nikapewa kesi ya nini ya kuingia bandarini bila nini ya templa ya gate pass, na kesi ya kuingia nchini bila kibali. Ulikuwa na kesi mbili hapo? Nikafungwa miezi. Mara ngapi umekamatwa? Hiyo ndo mara ya pili. Ikawaje? Nikafungwa miezi 7. Mwanzo ulishafungwa miezi mingapi? Miezi 3 kwa miezi miwili. Miezi 3 ulifungwa, mwanzo ulifungwa miezi 3. Kwa miwili nikatoboa. Ulifungwa 3 ukatoka ukafungwa tena miezi. 3 ile pale sina kuna limisheni na katwa. Wanahesabu usiku na mchana. Sasa kule pale wanahesabiwa kama usiku na mchana hesabu siku moja, na kama miezi miwili dry, ule mmoja unakatwa. Ukapunguziwa. Nikapunguziwa. Alafu ukapigwa 7 tena. Alafu nikaja kupigwa 7 nikakaa kwa miezi 5. Ukamaliza. Ile miwili nikamaliza, nikaja 5 nikamaliza. Kumaliza kukaa ndo Mungu sasa mnani nilikopo mwaka 2000 kamili au si. Hapo umeshakaa miaka mingapi Kenya? Hapo nishakaa, huo ndo mwaka 3 natoka. Ukitoka jela hapo ulikuwa unaishi wapi Samara ya pili? Nilipotoka mimi kuishi ndo huko nini bichi. Kuishi kwangu mimi nilikuwa bichi. Kama hivi unakaa nini ufukweni, kama uko kwenye mchanga ni maji kama yametoka huko, mmekaa kwenye mchanga yakija yani mnasogea tena juu. Pembeni mwa bahari. Usiku mzima. Na kulala usiku yani unachukua boksi na nailoni unatandika na kiloba chako na lala nailoni unajifunika kiloba. Wapi sasa? Kula tulikuwa tunapika wenyewe yani mwiko mjiti, kopo kama ya rangi ndio sufuria yani. Na kila kitu anapikia mimi. Ili kupikia makopo ya rangi na mnapata wapi chakula? Chakula sinaenda kununua madukani. Pesa mnapata wapi? Pesa sina kama hivyo tunaenda sokoni nini huko sokoni Kongoya wenyewe anaita. Kwenda kubeba mizigo.
Kenda ukibeba mizigo asubuhi, ukipata hela yako ya mchukuzi, ukipata hela yako unakuja unaenda unanunua vitu kule kwanza unanunua nyanya nini mboga, unaenda unanunua na unga, unatafuta unapita njiani, unakuta kopo lako, una kidumu chako cha lita 5, kule mabomba mengi tu yani. Unakuta tu bomba wani pembeni nimekaa, unachota maji yako unaenda bichi. Ukifika na kibiliti chako na kutakota makuni, unaweka unawasha, unapika ugali. Beach boy. Kibichi boy yani kibaharia, yani hiyo kibaharia zaidi. Kwa story ya beach. Beach ilikuwaje maisha? Maisha ndo kama hivyo ilivyokuwepo hapo mkakati yani mage ilikuwa mwaka 90 ngapi? Mwaka 99 ile. 90. Matukio gani makubwa unayakumbuka beach? Matukio ya beach ndio kama hiyo nakwambia, kipindi kile pale cha El Nino ile ni kama taoma. Hiyo ndio nikapo najua mimi nakufa. Maana kija kuangalia sina baba, sina mama. Alafu Roma ni sina pa kwenda kufanya kazi wala nini, na wenzangu nao ndio hawapo, hao washapanda meli, washaondoka. Nikawa nimebaki mimi peke yangu yani. Ikawa kweli yani huku mara ile kuna mshikaji wangu mmoja akuitwa nini, ndo alinichukua akanipeleka kuna hospitali moja inaitwa Makadala. Kwenda pale kuna daktari mmoja pia Mtanzania naye akapo na kaa huku Vingunguti. Akapo anajielezea rafiki yake, ndo kuongea naye, huyo ndo alinitibu mimi huko Makadala. Huyo daktari alikuwa Vingunguti. Yeye mtu wa Vingunguti kazaliwa, lakini kule akapo anafanya kazi kule Mombasa. Alikutana na mshikaji, kukutana naye mshikaji wangu ibidi ndo akanielekeza akatupeleka. Akanipeleka bwana mwanetu hapo bwana naye pia mbongo lakini anaumwa. Kwa hiyo kwenda kunipima ndio ile kipindi cha mvua ile nini ile, nikapona malaria kali sana. Kwa hiyo ndo akanitibia nikapona. Ikawaje sasa? Safari ya kwenda Ulaya bado ndoto iliendelea. Kupona ndoto iliendelea, ndo nikaja nikapanda meli mwaka 2020. Usio kupanda meli bahati nzuri au bahati mbaya, baada meli ende Ulaya kumbe imerudi tena, imekuja Bongo, imekuja kushusha mzigo hapa Dar es Salaam, Port Dar es Salaam hapa. Alafu ishaka naye siku 2 bila kula kitu chochote yani. Na iko Dar es Salaam. Ndio imeshafika yani, kwanza nimekaa naye kabla hajatoka wapi Port Kilindini Mombasa. Mpaka siku inatoka ilitoka mida kama saa 7 hivi usiku ya. Kutoka alipotoka ametembea mpaka mida ya saa 10 alfajiri nasikia meli inapiga honi alafu inatosa nanga. Nikana himeni mbona ametembea kwa dakika kadhaa tu maana inasimama. Nilijificha kwenye channel loka, kuna sehemu moja inaitwa channel loka. Ibili nikata channel loka. Kuna nini? Ile mbele ile kwenye nanga ile. Alafu ile nanga si nyolo lake ndo nakalia, nanga lipo kwa chini huko imetokeza kwenye maji. Alafu kwa juu kuna kama kitungi hivi ndo imekalia ile nyololo. Imeingilia kwa juu. Wakakwambia. Kwa hiyo sio kuelekeza ujanja wako wewe mwenyewe. Ujanja wangu mimi mwenyewe. Unatafuta pa kukaa. Wengine wanatafuta pa kukaa, unakopona chuma chako mwenyewe cha kugonga. Unajuaje meli sasa ndani? Ujanja sinajua ujanja kwenye kutembea. Unapopanda unaiangalia. Unaelekezana kwamba ukiingia nenda au mkikaa maskani kuna namna mnaelekezana kwa. Unaelekezana maskani au si namna wewe mwenyewe ukipanda unaangalia, maana kuna sehemu ya kujificha chini loka, kuna engine room, sehemu kwenye mashine kule. Kuna mapipa anakaga ya kuwekea nini? Oili ya kuwekea mafuta. Kule watu ndio wanapojificha. Unajificha kule. Umekaa kule kwenye nanga. Navokaa. Ile nanga sio sehemu kwamba ikitoka unaweza kadondoka. Ile inaweza kukatakata ni sometimes kuna nanga kuna aina mbili, kuna nyingine inakopo kama mtungi wa maji. Unaona. Huku yani kupana sale unyololo unajivinga au mwasaumu kuna kopo na nafasi. Kwenye kubwa unaweza kukaa. Unakaa. Sasa kwenye kushuka ile inavyojizungusha inapotoka huko inavyosunguka inapotoka ile wewe inakopa ikupati. Kuna nyingine yani inakaa hivi na nyoka. Inakupa imejaa sasa mne moteme. Sasa kama umejipekecha ni umeshaigusa na ile nyololo ndio nakutana mtu nasikia bwana kajificha baharia kakatoka kwenye cheni, kakatoa na cheni ndio ile inavyojizungusha inakukatakata. Alafu kutoka unakopa uwezi kurudi ndani, uwezi pale hapo kando hapo. Mara huko Dar es Salaam. Ndio nipo Dar es Salaam nachungulia. Kwanza nachungulia hivi naona ile vigorofa tatanga hapa wapi hapa. Visiwani ni Mauritius au Madagascar. Nikajua labda visiwani. Kasema ngoja kwanza nikatulia. Kulipokucha kucha maana nasikia tagi imekuja imeuma mpaka kwa nini, nikakaa kidogo kutulia kuangalia hivi na welcome port Dar es Salaam. Kana kumbe nipo kwa bibi mkubwa, yeye anataka kwa bibi mkubwa. Kumbe nipo kwa bibi mkubwa.
Nikaona basi sio kesi hapa, nisije kukamatwa kwa Mama Samia. Nikaona nipo kwa Mama Samia, nikaona hapa tena sio kesi hapa, naweza nikakaa hapa nikaja nikakamatwa nikapewa kesi ya kutoroka nchini bila kibali na kesi ya nini ya migration. Ndio nikaamua kushuka kwenye meli ile, kushuka nikakutana na mbongo akanielekeza jinsi ya kutoka. Mimi nikatoka nikaenda zangu beach, nikakoga, nikapewa na nguo nikabadilisha, ndio nikaja zangu Akakupa nguo sababu washikaji kule Lebanoni. Sikuna beach kule Masela. Nikamwambia jamani, mimi sio peke yangu, tuko wengi. Ulikuwa kama ngapi? Ile meli ilikusanya wengi, kabuni sikijiji, kabuni watu 20. Wabongo walikuwa kabuni 15, wa Kenya 7. Ile varudi wote mlikuwa mmekaa sehemu moja tofauti, hamna mtu anajuana, lakini baadaye hasa mimi ndo nimekuja kujua yani. Maana wengine alikamatwa alitolewa sana na mabaharia walikamatwa. Kwa shali meli ikifika kama pale yani bandari hapa lazima isachiwe, pigwe comment yani. Kwa kuangalia hakuna mastoroi au hakuna kitu chochote cha wizi au kitu chochote yani, lazima ichunguzwe. Ikichunguzwa na kukutana na watu. Nikakutana na watu yani. Ndio mimi nipo zangu bichi na kula ugali, naambia bwana wamekamatwa watu 7, mara wao wameongezeka watu 20. Sinajua watu wanakapole waona anaenda sana poti, wengine anaenda kuiba mafuta, wengine hivi. Kwani meli mkipanda mnakuwa mjui inaenda wapi? Yaani nyinyi mnatembea. Kuna nyingine unajua kabisa kama ile pale iliandikwa nikitoka na hapa inaenda Mauritius, inaenda Mauritius. Wenyewe mtaka kudondokea Mauritius. Alafu Mauritius najua sasa naende wapi kwanza, pale unatuliza akili. Muda mwingine unaweza kufikiria kana hapa sasa kama vipi, ngoja niondoke zangu mbele tena hapo, nachagua tena nchi nyingine, unaenda tena bandari, unapanda meli nyingine ya kwenda huko. Miaka 3 ukiwa Kenya. Miaka 3. Bandari ya Dar es Salaam na huko kwa washikaji unakula ugali pale beach, ikawaje? Nilipokula ugali wakanichangia nauli, ndio nilipokarudi nyumbani. Ukaja nyumbani? Vinguti kurudi nyumbani wakanishangaa sana. Walikuwa wameshaji nyumbani, wao walikuwa na wazani. Wao walikuwa wanajua kama nimeshakufa, maana yake wanaambiwa tumesikia watu wametoswa sijui Zanzibar huko watu 3, tukajua ndo na wewe umo. Nyumbani sijui nini. Kwa nini walikuwa? Kwa sababu ulikuwa unaongea na kwa yule mshikaji wangu alivyoenda kwa Hussein. Sasa alienda hapo tuko tunapanga kabineti kwao. Waloaga mwenzetu mmoja si aliaga. Hussein aliaga. Wakaenda kwao kwa Hussein hivi na hivi. Akaambia bwana watu wameondoka zao Kenya. Maana hata sisi mwanetu ameondoka, Hussein hayupo. Na alikuwa watu 3 na rafiki yetu sisi ndio alikuwa hivyo tukitembea 3. Nipo mimi, Hussein na mwalimu. Ameondoka bwana, ameondoka Kenya. Ndio ilivyokuwa. Kwa sasa baada ya kufika home nilipofika home tena ndio ile nikawa sina kazi tena, nikawa nazunguka ndio ile nikaanza kujichanganya barabarani kwanza. Mpango wa kuondoka ulikuwa upo tu? Mpango wa kuondoka upo, wa kibalia bado upo, lakini tena kazi bado. Sasa kibarua sina, ndio nikaanza kujichanganya barabarani kupiga debe. Nimerudi na meli nimerudi na meli, nilipofika tena ndio nikaanza kuja Tazara hapa kuanza kupiga debe. Kipindi hicho nauli 100 ngapi? 150. Dada 150 nimepiga debe, maana nachukua dewaka mara hivi. Kweli ndio nimeishi, ndio nikaanza kuingia kwenye bange tena, nikarudia tena kuvuta bange kaona ile sielewi. Mwanzo ulikuwa umeshaacha? Ulipokuwa baharia ile mipango kuondoka uliacha? Niliacha yote. Niliacha tena, nikasema huko pengine naweza nisipate bange ya kuvuta nini, sasa nikaenda kukamaskana huko, naenda kutafuta maisha. Niachane kwanza na vitu vyote vakijinga ndio nilipoacha. Ndio nikaanza kuvuta bange. Kwanza kuvuta bange imeenda nikaona bange sielewi, ndio nikaanza kuingia kwenye unga. Ndio nilipoanza kuingia kwenye kundi la unga la madawa kulevya. Nani alikushawishi? Alishawishi kwa mshikaji mmoja anaitwa George Mtema. Alifanya nini? Huyo ndo akapana nituma mimi naenda nikamnunulie, yeye akawa anafuta, nikawa namnunulia, alafu pigo la mwisho sasa nikanaambia mwenzako mimi nikikaa nyumbani unajua hata nikifuta bange usingizi sipati. Akaniambia mjinga, usingizi kama upati, vuta unga piga 2 unapata usingizi tena. Usingizi wake yani kuvuta ile moshi yani pafu, yani ukivuta ulikuwa unanunua wapi hapo? Unga tulikuwa tunanunua huko, sometimes Temeke, sometimes Vinguti, muda mwingine Ilala kule, Ilala Bungoni, muda mwingine Malapa, Buguruni Malapa kule ndani. Ndio sehemu tulikuwa tunanunulia.
Na ukinunua sasa George anakuambiaje? Shikaji alikuwa anakuambiaje? Yeye akapo kwanza yani akinituma ananipa hela. Kama vile kete ikapo inauzwa 350 yani 350 na yeye ananinunulia kete mbili, 352 anaenda anamnunulia pengine kete 4. Rudi na kete yako moja. Ndio ile anapiga mbili na usingizi napata mzuri kana kumbe ndo starehe hii kumbe. Mbona starehe yake nzuri? Kwa hiyo unavuta saa ngapi za usiku mchana? Niko navuta kwanza usiku nikaona ile mbona na mchana nikivuta mbona napata kulewa vizuri. Ikawa tena ni dozi anikutwa mara 2. Mara wewe ikaja kutwa mara 3. Mara tena kawa kimoja kile silewi mpaka nipate viwili. Mara viwili silewi mpaka nipate vitatu mchana, 3 usiku, 3 asubuhi. Muda mwingine tena ndio ile kama sijapata ni lazima ndio hapo tena ile kuanza kunichanganya unga. Ikawa mimi chochote kama sijapata ndo maumivu yani mengi hapo tumboni, kualisha, kichwa kinauma, mwili wa moto, aloso kali. Jambo lolote lile mimi ninawaambiwa hata zuri kwangu katika maisha watu wanadamu wenzangu mimi kwangu baya. Ndio matokeo yake nikiwa natacha mtu siwezi kakiogopa. Nikanachukua naiba ndio naenda limadi nipatela nenda nikavuta. Ndio kilichonisababishia hicho. Ikaenda mpaka pigo la mwisho tena ndio ile nikaona ngoja ninge kwenye misadoni maana nitakuja kufa bure. Sasa hivi ndio ile mama kaleta misadoni, nimeingia kwenye misadoni, sasa hivi nakunywa misadoni, nimeachana tena yote na mambo ya unga. Kwa maisha yako yote hujawahi kuoa? Nimeoa. Nimeoa kabla au baada? Nimeoa hivi juzi kati tu mwaka 2020. Mpenzi wako ulimpata wapi? Nimempata Tabata. Kwenye shughuli zako hivi? Amna. Yeye alikopo ile ni mama wa nyumbani tukatulia. Mfanya biashara ndogo ndogo. Mlikutanaje? Yani kwanza nini nilipokutana nayo nikapo napita sana nyumbani kwao pale nikawa naenda namba maji ya kunywa. Kwa hivi ndio hapa sasa ndio nimeingia kwenye misadoni na kwenye misadoni. Maana mchumba ile koja kumtongoza kweli akanikubalia. Akanikubalia pigo la mwisho akaniambia bwana ukinitaka mimi njoo nitolee barua. Nikamwambia sawa basi haina taabu. Nikaenda kumtolea barua. Kumtolea barua nikaja nikamuoa. Nikamuoa. Mtoto mmoja yupo. Ana miaka 7. Sasa ukiwa unatumia labda kama methadone unajisikiaje? Tofauti na ulivyokuwa kutumia madawa. Natumia misadoni, najisikia nipo sawa, naishi na jamii vizuri, naishi na jamaa na ndugu. Tatizo linapotokea nyumbani na mimi nashirikishwa tofauti kama na mwanzo. Tatizo hata likitokea ni huyo mtu namshirikisha kwanza ataleta faida gani? Kwanza hapo akikaa akiona kitu hapo cha mtu kimenenea ataiba ataenda kuuza ataenda kufutia miunga yake bure. Yuko salau na jamii lakini sasa hivi salau zile zote hakuna. Na mimi naishi na familia yangu. Ya matumizi ya madawa umewahi kuiba kitu ukapata maseke? Kuiba kitu kupata maseke sio makubwa. Niligombaniwa tu na watu kadhaa, ikaja mapolisi wakaja wakanitetea. Alikuwa wapi? Iko maeneo moja sema Tabata. Maana mapolisi akapita na defender hivi ni vitu vidogo tu sometimes nilipoanza niliiba kuku na jinsi nilianua jinsi za watu alizikopo zimefuliwa. Wakanikamata kunipiga maana defender likawa linapita wakaja ndio ile wakanenea wakanichukua wakanitoa kwenye defender wakanipeleka kituoni. Ukashukuru defender limekuja. Na ndio kisa cha kwanza kuacha kuiona unga sio starehe nzuri na starehe mbaya. Ndio nikawa nafikiria mimi nitaachaje sasa unga. Nitaachaje kila mimi mawazo yangu hayo nitaachaje nirudi kama zamani. Lakini nashindwa ile alosto. Kila nikitamani kuacha nashindwa. Ndio mara sana. Alosto inakuwaje ukitumia? Alosto yani mwili unakopoa moto, tumbo linauma, akili yote haifanyi kazi. Mishipa fahamu yote. Yani kila unacholifikiria wewe mpaka upate unga, uvute ile alosto ikatike. Ndio wazo lako linakopo sehemu moja.
yani kupata matamanio aloso ni matamanio ya kile kitu utafute hela uipate, ili mradi ukakinunua kile kitu kipate. Ndio jumuiya ya aloso. Kwenye maisha yako umewahi kufanya biashara yoyote? Biashara ninayo kufanya. Biashara gani unafanya? Nimefanya biashara ya chipsi. Nauza sana chipsi. Niko na banda langu la chipsi, niko nauza chipsi, afu huko pembeni niko na kibanda kidogo dogo, niko nimeweka maji baridi, sigara, biskuti, karanga. Ikawaje? Napoingia kwenye madawa ya kulevya yote, ni misingi yote, ndio nilikuja nikafilisi unga, yani hata uko na milioni, yani nyumba ija hela kama unavuta unga inaisha. Maana kila unapovuta unga unapolewa, ukikaa dakika 2 unatamani tena uvute kama hela unayo. Kila unaponeneo unatamani tena, yani unaona kile kilevu kilicholewa bado akija kutosheleza, unataka ongeze tena. Unatamani utinge mpaka kichwa kiguse chini. Ndio ujinga wake anistali ile. Na ukopo una hela ndo hapo sasa akili haifanyi kazi. Uwezi kukaa kwa raha wala ufikiri chochote kile mpaka upate unga uvute. Unajisikiaje unafanya kazi labda ya kupiga debe pale sasa hivi unakula mtaji wote? Unaona watu wanakutazamaje unapopiga debe pale? Watu wananiona pale ninapopiga debe kijiweni pale. Natabika nateseka kama hivi, kwanza napatwa na ajali, nagongwa na magari. Watu wanakuamini, unaona watu wanakuwa na wasiwasi wakikuona. Watu wananiamini sana yani. Ukiachana na ile hali kwamba watu wanakufahamu kwa kuzoea kila siku. Lakini mara ya kwanza watu wanapokuona huwa unaona kuna kitu gani unapata hisia? Mara ya kwanza nilipokuwa nafuta unga, watu kwanza kiniona walikuwa wananisalau, wanaona yule mteja nini, lakini sasa hivi nakunywa misadoni, yani watu wananiamini, watu wananitazama kwa vizuri tu, wananiambia wengine mpaka wananishauri usiache. Endelea, usiache misadoni, endelea na misadoni. Kwanza umekuwa kijana mzuri mpaka hivyo umekumbuka kuishi na mwenzako, na umeoa kila kitu, basi maisha yako yani hapo itakuwa vizuri zaidi. Usiache, na Mungu atakujalia tunaweza kupata msingi ukafanya hata biashara nyingine ikakuendeleza katika maisha yako. Na mimi ndo nia yangu yote na mawazo yangu na fikra ndio ipo hapo. Natamani kufanya biashara. Nipate biashara yoyote nifanye. Pate biashara gani unatamani? Biashara hiyo hata yangu ya mwanzo nilikuwa nafanya ya chipsi, sio mbaya, au hata kupointi viatu hivi, wanawake, wanaume, perfume nilikuwa natembeza. Lakini sasa hivi hujakutana na hizo. Nashukuru serikali imetupa fursa ya kupata mikopo kwa sisi wanywa misadoni, maana tunaonekana akili yetu sasa hivi kidogo imetulia na mtangamano umekaa vizuri. Naishukuru serikali, naipongeza kwanza Mama Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake bora na uliokuwa sahihi. Wadhamini hao wakija wakitupa mikopo tutashukuru sana, na tukianza biashara ya kuifanya na mimi kuiendeleza na maisha yangu najua atakuwa vizuri zaidi. Hebu niambie, unajisikiaje watu wasipokuamini, hasa kipindi kile ukiwa na hali mbaya? Ulikuwa unajisikiaje na unatamani nini? Nilikuwa najisikia huzuni sana na uchungu. Watu wasipokuamini ulikuwa unajisikiaje? Yani ukiona watu wanakudharau, wanakuona kama kibaka, ulikuwa unajisikiaje hapo? Na wewe unatamani watu wakuamini. Wewe unatamani watu wakuamini, lakini unaona watu hawakuamini, wanakuogopa. Na hata wakifika kituoni wanaogopa kukukaribia. Ulikuwa unajisikiaje hali hiyo? Nilikuwa najisikia huzuni sana, afu nilikuwa najisikia unyonge na kama vile wananinyanyapaa yani. Lakini sasa hivi naishi nao vizuri, naishi nao kwa amani, kwa upendo. Yani kidogo najisikia faraja na nashukuru kwa hilo. Una neno gani la kuambia vijana hasa ambao wanatamani kwenda nje mabaharia? Bado wanatamani kwenda Ulaya? Kwa hivi sasa matamanio ya kwenda Ulaya tena mimi sina, maana yani nishakuwa tena mtu mzima, nataka kuhitaji kwa na familia yangu, niwe na jirani karibuni, niendeleze maisha yangu vizuri. Na vijana wanatamani kwenda Ulaya sasa hivi, yani hapa Bongo kwenye Ulaya. Yani Bongo hamna kitu kinachokosa, hela tuko nayo. Mambo yote yapo hapa, gari nzuri zipo, maisha mazuri yapo, vyakula vizuri vipo. Hata ukitaka mchina mzungu yupo hapa Bongo. Nini tena kikusababisha mpaka kwenda Ulaya? Maisha ni yale popote pale maisha yapo. Ndio ushauri. Kwenye methali
Mke wangu mimi sikutana naye kwenye misadoni. Mke wangu mimi hatumii chochote kile. Hajawahi kutumia chochote. Hatumii chochote kile. Historia yake. Kubali kirahisi, unaonaje hiyo kazi? Na watu wanamwambiaje? Yeye yani katokea kuniamini na katokea kuniona ni mume mmoja. Mzee mke wako kwanza watu wanamwambiaje kuhusu hali yako na jinsi ambavyo ulivyo, lakini pia yeye anakuambiaje? Mke wangu kwanza mama na watu walikopiga wanamwambia hivyo umempata vipi yule mwanamume? Ashara na kunywa misadoni kwanza alikopo mteja. Mteja si unajua mwizi na muuni. Akanaambia yule mimi awe muuni awe nini, nimeshatokea kumpenda lakini sijawahi kumuona awe kaiba kitu cha mtu wala kadhulumu kitu cha mtu. Mimi ninavyoniletea vyote vya halali, kula na kula vizuri, kuvaa na vaa, na mimi mwenyewe nimetokea kumpenda. Basi hata sasa hivi anakunywa misadoni, naona ni bora zaidi anapokunywa misadoni. Kwa shauri kwanza kawa bora zaidi kuliko ni hata mara kwanza alipokuwa anafuta unga. Kwa wastani unapata shilingi ngapi kwa siku unapopiga debe? Kwa siku haina kima maalum yani. Inategemea. Dambo likitapika? Dambo likitapika hata shilingi 20, shilingi 15, shilingi 10. Siku ndo dambo baya 5,000, 7,000. Haikosekane, Mungu anajalia. Sikosi ni kima cha kukosa hela kula. Watu wanasema kwa nini mpige debe wakati abiria wanakuja wenyewe pale? Inategemea abiria kwanza, kuna wengine wanatoka wanafuata maelekezo. Halafu kupiga debe ni kama ni ajira moja, ni tuliibuni sisi wenyewe na sisi vijana, na ile pale ile ni kama nini, ni usaidizi wa kondakta. Kondakta maana yake akiwa kachoka ilivyoanza kwanza, kondakta akiwa kachoka, bwana nende trip moja trip mbili kupeana dewaka. Yani ile ndio ilivyokuwa fursa hiyo, na mpaka sasa hivi yani imekuwa kama ajira tena. Lakini mwanzo ilikuwa kama msaidizi, mpiga debe kama msaidizi wa kondakta. Na mtu yani anapofika kituoni mwingine anaelekezwa, alafu apajue anapokwenda, akimkuta mpiga debe anamuelekeza na anafahamisha safari yake anaenda vizuri. Mwingine anakuja na mizigo, anatakiwa asaidiwe kupakiziwa kwenye gari, mpiga debe anamsaidia akimpa chochote. Ile inakopo ndio ilivyokuwepo yani jamii. Niambie ukweli kuhusu masharti ya methadone, hayakukusumbua mwanzo? Masharti ya methadone mara kwanza hayakunisumbua, nilifuata maelekezo vizuri. Na masharti ya methadone sisi wenyewe yani sometime ndio tunakeuka. Kwa shauri naambiwa ni ukinywa methadone usivute unga, unakopa unaweza ukaoverdose, usivute bange unaweza ukaoverdose, usinywe pombe unaweza ukaoverdose. Methadone ni tiba mjadala, yani inajitegemea yenyewe, inajiweza kwa kila kitu. Kama ukitaka ulevi kidogo unapata momo, kwa shauri kinywa methadone unatinga kama vile mteja yani. Na unapokunywa methadone nataka kwanza uende ukapumzike. Maana ile lazima nakuchukua tena kama umelewa vile yani unayumba. Ukenda ukipumzika ukilala muda lisali moja au nusu saa ukikoga maji yako basi ambile swala tena alipo. Na unakopo una maumivu kama yale ulivyokuwa unafuta unga, sio nimefuta unga leo saa hizi, baadaye tena umemaliza umelala umeamka unasikia tena lost, hamna lost wala nini. Na methadone inakaa mwilini, kwa methadone inakaa mwilini baada ya siku 3 masaa 72. Ulikuwa unajidunga au ulikuwa unafanya? Mimi kwanza nimeanza kujidunga, alafu nikawa mara pili tena nikaja nikawa nakuvuta cocktail. Nilijidunga huko kwenye mikono, kwenye mshipa mkubwa wa damu. Unachangia sindano? Sometimes tuko tunachangia sindano, muda mwingine kama hela tuko hatuna ndio tunachangia. Maana tunajiamini sana, anasema teja ni kujiamini ni kwetu si haraka sana. Maana unaweza kachangia hata chakula tunashare. Sometimes unani ndio ile kula kwenye na share. Unajuaje hapa ndio unatakiwa nichome wakati shilinga mpaka uone? Inategemea, sina funga hapa, nafunga kamba na kwenye mpira hapa. Ulikuwa unajuaje paulo unajidunga? Sasa una mshipa damu unajulikana, si mshipa mkubwa. Maana yake kama nimejidunga mpaka unapotea service unaonekana. Unajidunga mpaka uone. Huu unapotea. Unakuja unajidunga tena huku mpaka unapotea. Unaanza kutafuta tena huku juu. Wengine mpaka unashinda, unaanza kutafuta tena miguuni. Wewe umejidunga sehemu zote? Mimi sijafika huko mpaka kwenye miguu. Watu wajidunga hadi sehemu za siri. Hizo sehemu za siri sijajua. Pengine wapo. Kwa mimi sijawahi kujidunga sehemu za siri, lakini nasikia wengine wanajidunga mpaka sehemu za siri. Maana mishipa tena sina inakosekana, inapotea.
Mishipa ikipotea yani ndio vile. Mishipa ukikosa kote unafanyaje? Na haiwezi kukosa. Bwana mteja mteja na bidii kubwa sana. Yaani mteja akisikia mteja anashindwa na kitu. Lakini sasa hivi mtaani hali ya watu kutumia unga ikoje? Sasa hivi imepungua sana. Yaani mama kajitahidi sana. Tofauti na zamani. Zamani ukipita mtaani unakutata amekaa kikundi, yani leo anavuta huko anasaga huko nini, lakini unaweza kutoka hapa ukaenda tena Ilala kwa miguu, simuona hata mteja mmoja anavuta unga. Unaweza kutoka hapa kaenda mpaka Gongo la Mboto. Huwezi kuona. Lakini zamani kipindi kwanza kama chetu sisi hicho 90 ngapi tuseme 97 98 nakuja mpaka 2002 2003 2000 mpaka 2012 ilikuwa pale ukipita sometime mitaa mingine unakuta tu kama kuna msiba, kumbe watu wanasubiria unga. Watu hela wanazo hauni, alafu unga hakuna, ndio anamsubiri mzungu arudi awalete unga. Na hapo sometime tena nini kapita mama pengine na kibako chake kizuri, mtu hapo anamwibia mama yenyewe, mama kumkaba kaida au unapokopana. Lakini sasa hivi mambo hayo hamna kabisa, yamepungua sana, tena yamepungua sana. Tena sana. Poa sana mwanangu. Kuna neno gani ambalo unatamani kuambia watu ambao ulikuwa likikuumiza muda mrefu na unatamani watu useme ili mtu yoyote atakapokuona au kukusikia ajue hili neno kweli lilikuwa linakuumiza na umetamani linalo mimi nilitamani, yani neno kubwa sana. Kama hapo vijana wenzangu bado natumia tena madawa ya kulevya, au si waachane nao, waje kujichanganya kwenye misadoni tu. Misadoni ni tiba mjadala, na tiba moja ni nzuri tu, inasaidia kwa shari, haina loso, haina maumivu. Na unapoajini kijana mwenzangu, unapoingia kwenye misadoni usikubali kwenye kuchakachua na chombo na kitu chochote kile, sio unga, sio bange, wala sio pombe. Hiyo sigara yenyewe unaambiwa ni usivute kwa siku hata 5 au 3. Yaani umezidi kabisa 1, 2 au 3 sigara. Achana na vitu hivi. Ingine kwenye misadoni. Unga yenyewe hakuna unga. Mimi na si vijana zangu waache kufuta unga, waingie kwenye misadoni. Misadoni ni tiba moja mjadala. Yaani ndio hilo limenikosti sana na ndio nauliza. Unahisi utafanikiwa, utaacha kabisa kutumia unga? Nitaacha kuvuta unga na misadoni pia nitamaliza tiba. Hautarudi tena? Sitarudi tena kwenye kuvuta unga. Nimenifundisha ni mambo mengi sana. Kwanza kurudi kuishi kuwa na jamii vizuri. Kama vile kukumbuka mtaani kuna msiba, mwenzetu amefariki au kuna mtaani msiba, nataka usaidizi kama vile kwenye kubeba kuni, kusaidia maji nini. Zamani yote nikapasifuatilia. Mimi nikitoka nafikiria kwenda kuvuta unga, nitafuta hela nikavuta unga, lakini sasa hivi najichanganya na jamii, kazi kama hizo nasaidia. Basi napenda sana wewe hivi. Bana poa sana mwanangu. Asante. Utaji namba hapo labda kuna kusupport au nini? Utajia namba, mimi namba zangu nazipatikana, sema ndo kama vile sasa namba za mke wangu sio zangu mimi. Wewe kwa nini upendi kuwa na simu? Simu nimeibiwa juzi kati, simu niko nayo. Wewe mwenyewe unaibiwa simu wakati kwa shali mimi muda mwingine anakisha kwenye misadoni unakupona nashikwa sana na usingizi. Unaweza kashika hivi kakudondoka hivi mkononi. Huyo anapokea. Anapokea. Haujawahi kuunganisha watoto na demu nyingine? Ndio hivyo sasa, ndio maana nakataa, yani hata kutaja maana napaga namba ni wale watu muhimu sana kama hivyo. Unaponitaji kwa namna gani? Inaweza kutokea maseki ya mke wako hapa fresh na demu zako. Wewe una mademu wengine? Mademu wengine mimi sina. Bora poa mwanangu kama poa. Au si hapo si fresh? Hapa fresh mwanangu.